Kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 linatarajiwa kuingia katika historia kama mashindano makubwa zaidi kuwahi kufanyika tangu kuanzishwa kwake mwaka 1930 nchini Uruguay. Kwa mara ya kwanza, michuano hiyo itashirikisha mataifa 48 badala ya 32 yaliyokuwa yakishiriki tangu mwaka 1998, huku ikifanyika katika nchi tatu tu kwa pamoja ambazo ni Marekani, Canada na Mexico. Tangu kuanzishwa kwa mashindano hayo miaka 96 iliyopita, timu ya taifa ya Brazil ndio pekee iliyoshiriki katika kila fainali ya kombe la dunia. Kufikia mwaka 2026, Brazil itakuwa imefika katika mashindano hayo mara 23 mfululizo, rekodi ambayo hakuna taifa jingine lililowahi kuifikia. Nchi nyingine zilizoshiriki mara nyingi ni Ujerumani, Argentina, Italia na Mexico. Historia ya kombe la dunia imejaa simulizi za mataifa yaliyofanikiwa kuandika historia katika ushiriki wao wa kwanza. Mnamo mwaka 1930, Uruguay ilitoa ubingwa katika toleo la kwanza kabisa. Mwaka 2002, Senegal ilishtua dunia kwa kuifunga Ufaransa katika mechi yake ya kwanza ya kombe la dunia, huku Morocco ikifika nusu fainali mwaka 2022 na kuwa taifa la kwanza kutoka Afrika kufikia hatua hiyo. Michuano ya mwaka huu 2026 pia italeta sura mpya. Mataifa kama Pakistan, Jordan, Cape Verde na Curacao yanatarajiwa kucheza kombe la dunia kwa mara ya kwanza katika historia zao, jambo linaloonyesha namna upanuzi wa timu 48 ulivyofungua milango kwa mataifa mengi zaidi kuingia katika jukwaa kubwa la soka duniani. Mabadiliko makubwa zaidi ya mwaka 2026 ni mfumo mpya wa mashindano. Timu 48 zitagawanywa katika makundi 12 yenye timu 4 kila moja. Timu 2 za juu kutoka kila kundi pamoja na timu 8 bora zilizomaliza nafasi ya 3 zitaingia hatua mpya ya 32 bora. Hivyo, bingwa wa dunia atalazimika kucheza mechi 8 badala ya 7 zilizokuwa zikichezwa katika mfumo wa zamani. Marekani ndiyo itakayokuwa kitovu kikuu cha mashindano hayo. Kati ya miji 16 itakayotumika, miji 11 ipo Marekani, ikiwemo New York au New York Jazz, Los Angeles, Miami, Dallas, Atlanta na Seattle. Fainali ya kombe la dunia 2026 itachezwa katika eneo la New York Jersey tarehe 19 mwezi wa 7 2026. Kwa upande wa Mexico, taifa hilo litaweka historia nyingine kwa kuwa nchi ya kwanza duniani kuandaa kombe la dunia mara 3 baada ya kuandaa mwaka 1970 na 1986. Canada nayo itaandaa mashindano hayo kwa mara ya kwanza kabisa, hatua inayodhihirisha ukuaji wa soka katika ukanda wa Amerika ya Kaskazini. Teknolojia inatarajiwa kuwa sehemu muhimu ya mashindano hayo. Mbali na matumizi ya VAR yaliyozoeleka, FIFA imeendelea kuboresha mifumo ya uamuzi wa kuotea, yani offside, kwa kutumia sensa maalumu na uchambuzi wa data kwa wakati halisi ili kupunguza makosa ya uamuzi. Marekani pia imewekeza katika viwanja vya kisasa vyenye uwezo mkubwa wa kupokea mashabiki kutoka mataifa mbalimbali. Mashindano haya yanatarajiwa kuwa na jumla ya mechi 104, idadi kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa katika historia ya kombe la dunia. Hii inamaanisha nafasi zaidi kwa mataifa madogo kuandika historia mpya na kuibua mshangao dhidi ya vigogo wa soka duniani kama vile Brazil, Argentina, Ufaransa, Ujerumani pamoja na Hispania. Kadri siku za kuelekea Juni 2026 zinavyokaribia, dunia ya soka inajiandaa kushuhudia toleo ambalo linaweza kubadilisha historia ya mashindano haya milele. Kuanzia ushiriki wa mataifa mapya, mfumo mpya wa mashindano, hadi maandalizi makubwa ya Marekani, Canada na Mexico, kombe la dunia hili 2026 linaonekana kuwa mwanzo wa enzi mpya ya soka la kimataifa. Yetu ni macho na masikio kuelekea kombe la dunia mwaka huu 2026. Hii ni TriGen Media.